Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Didas TV, leo ni siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2025. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, katika kawaida yetu sisi ni wachambuzi wa masuala ya siasa, usalama, utamaduni, sanaa na mambo kadhalika. Mimi naitwa Machumbeto Kanolami Kristale, ndugu msikilizaji, na kwa sasa tuchambue kuhusiana na kuondolewa kwa kinga za mwanaseneti rais mstaafu wa zamani wa DRC Joseph Kabila, ambako bunge la Senate limetangaza kumuondolea kinga ili kesi yake anaotumiwa kwamba anakula njama na wahasi wa M23 ifuatiliwe kisheria. Uratibu wa wazalendo mkoani Kivu Kusini, ambaye kwa sasa upande wao wamesema kwamba wanafurahishwa sana na maamuzi ya Senate. Kuiliangazia hili moja kwa moja na huungana na bwana Samuel Mayele-Clever ambaye ni msemaji wa uratibu wa wazalendo mkoani Kivu Kusini. Bwana Samuel Mayele-Clever, unanifuata vizuri? Ndio bwana Mwariri, na kufuata vizuri bwana Mwariri. Na tuna taarifa kwamba bunge la Seneti la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemuondolea kinga rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Joseph Kabila na kukubali kwamba kesi yake iendeshwe kisheria baada ya kutuhumiwa na serikali kwamba anakula njama na wahasi wa FC M23 ambao wanaminya usalama mashariki mwa DRC. Upande wenu mpakaje ujumbe huu? Bwana Mwariri, sisi hatuko wanasiasa, tuko wanajeshi. Kazi yetu ni kulinda raia na mali zake, pia na nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na hiyo swali ambao umeuliza, sisi wamoja tumesikia tukafurahia sana kama vile wazalendo nzima wa Kivu na wengine wa Nord Kivu na nafasi nyingine hata na wakongomani nzima kusikia ya kwamba, kwa sababu tulikuwa tukisikia eti yeye mstaafu rais Kabila akiwa huko Goma, akiwa sijui wapi, mauaji yote ambayo yametikana katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo inaonekana wazi kama ipo ndani, kwa sababu tumesikia mambo senti yetu na mpango wamekamata ya kusema ya kwamba hata ingiaka tena mule na hawamjui tena. Tumeshukuru sana, kwa sababu ingekuwa kwa wale wengine wanaofanya hivyo nao wakiwafanyia vile, tutashukuru sisi kama vile wakongomani pia na wanajeshi wote wanaendelea kusongamana na kujua kwamba kweli pamoja na government yetu ya Kongo na kupata milengo ya president wetu kwa sasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sisi wazalendo tuko nyuma yake kwa mpango yote. Na sisi kwa ngambo tunaona ya kwamba kuna wengine ambao wako ndani wanajipisha, walioua watu kwa siasa mbalimbali, milimani za Uvira, Fizi, Mwenga na kadhalika. Na tuzungumzie kwamba licha kwamba bunge la Senate limemuondolea kinga rais wa zamani wa DRC bwana Joseph Kabila, je, upande wenu naona kwamba wenda kufunguliwa kesi kwa Kabila mahakamani kunaweza kupunguza nguvu ya M23? Ndio, hiyo inaweza kupunguza nani ya M23, kwa sababu unajua panya nyumbani ndio inataka panya pori, kwa sababu kuna wengine wanasiasa ambao wanaunga wa M23 ili wamalize watu, wabaki wanamke yetu, wafanye mauaji na waibe kila kitu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini neno nitakwambia wako ndani na nimeonekana waziwazi kwa Kinshasa. Si mimi mzalendo, Kinshasa yeye peke imeleta neno ya kusema ya kwamba huyu fulani anajiunga na wa rebel, iko pamoja na wa terroristi ambao wana masakre. Bwana Mwariri, mbona uweze kukubali kweli zile simba ambazo zinakuwa Goma, unasikia hizo simba zinakuwa Bukavu, nafasi zingine ambao wako na mtu tu inosama, lakini wazalendo wanaambia wengine wa vijana haiko saa ya pombe, ni saa ya kufanya kazi kwa kuchapa adui. Na Mwariri hatulali, ule mmoja anapaswa fungwe na wengine ni wengi na utaona wewe mwenyewe, lakini pamoja wako nakimbia apre kuarete. Hiyo mambo nayo tuko tunashangaa na mambo ya Kinshasa, lakini sisi tunajua ya kwamba les institutions restent, lakini watu
wanapita. Upande mwingine vikao vinaendelea kufanyika kule nchini Rwanda, haswa katika jiji la Kigali ambako vikao vya ndani vya chini ili kuangamiza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyaendelea kufanyika. Upande wenu mna ujasusi kabisa ulio wa undani ili kugundua mipango inayopangwa na M23 na serikali ya Kagame kule Rwanda? Nadhani kwa hiyo mpango wanayo haitaleta matunda, kwa sababu hao hiyo mambo wanayoyafanya haina hata kwa milengo yetu. Lakini neno ninaweza nikasema bwana mhariri, sisi kama vile wazalendo hatukapo na hiyo, na hata wajikusanye namna gani, na hata watongoze, tusikie kwamba wao wanatongoza watoto wa Bukavu na wale watoto wanajiingiza ndani wale ujue après la guerre c'est la justice. Na sisi kwa ngambo yetu tunajua ya kwamba wamoja wako nauzisha hata parcelle za leta huko Bukavu. Wengine wa detracteur wale wanaojiunga pamoja nao wa M23 ndio wanaenda wakifanya hiyo mambo yenye haistahili. Kwa ngambo yetu wanamhariri hata wafanye hizo njama huko na huko, na sisi tunajipanga kama vile watoto wa nchi bila msaada wote, lakini na kazi itakuwa salama. Na sisi hatuna shida hata na government yetu kusema FARDC, tuko nao tunasalimiana mchana na usiku, heka hakuna tatizo. Wale maadui watapata mawengi kabisa, kwa sababu na sisi tushajua mambo yao. Wanasema SSLF na wako wanapenda progress. Na sisi sasa tunaanza kazi kama kawaida na tunajipanga vizuri bwana mwalimu. Kuna taarifa za undani ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazungumzia kwamba M23 wao kwa wao wanaanza kulumbana miongoni mwao kule Kamanyola, ambako kuna vyanzo vya undani ambavyo vimesema kwamba wamepigana risasi wao kwa wao na kuuana. Sijui upande wenu, ujasusi wenu, mmepata hizo taarifa? Ndio bwana mhariri, hiyo ni mashetani, kwa sababu unajua wana journalist paraporo na mambo ya wao wenyewe kufanya hiyo malumbano, na ni bado wakishashika wale wa vigogo ambao wanamaliza wakongomani ambao wewe kusha wajua wa Joseph Kabila, hawako tena wa senators wa Kongo yetu, na pia kuna wengine wanasema wamfuatilie vizuri. Hata lete na hiki sisi kama vile wazalendo tukose wajua, na tuko na list long wako ndani hata na government. Sisi pia tunafuata mlengo wa rais wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo, na tuendelee kuwa pamoja naye, na wa vijana wako nyuma yake walisasi. Kwa nini? Na tuko imara na tuko na kila kitu ambacho tutafanya ili tupige huyo muhuni ambaye analeta mambo ya kuua wakongomani, na mpaka tufikishe mwisho hii vita, na itafika mwisho. Na nyuma wale ambao wanajipisha, nadhani ya kwamba watakuwa coupable na watakuwa jugé à mort tu, kwa sababu ndio serikali unapaswa uwe jugé à mort. Nimesema mna imani gani kushinda vita hivi, kwa sababu pande wenu mnalalama hamna zana za vita, madawa, chakula, na sasa hawa wanasaidiwa na serikali ya Rwanda. Sasa ninyi ambao mnajitolea wenyewe kama raia wanaojihinua kutetea nchi, mna uhakika wa kushinda hivi vita? Nakwambia bwana mhariri, tuko na baba zetu, tuko na mama zetu, tuko na marafiki ambao wanaendelea kutupatia kila kitu. Nakwambia kwamba sisi ni wakongomani, na Mungu ambaye ametoa wakongomani wake wajitolee kuchapa mjinga kutoka kwa Kagame na wale wengine ambao wanajificha katika government ya Kongo. Na wewe pekee unaanza waona ya kwamba wewe pekee huko Kinshasa, na sisi wazalendo hatujawahi kufika huko kufanya hiyo kazi, na wanaanza jiona kama fulani ndio anakuwa pamoja na M23. Na tunashukuru sana justice yetu ya Kongo kufua na hiyo mpangilio ya kutafuta watu. Sisi tuko nyuma wao, ni kusema kwamba ni mapatriot, ni wazalendo, nao wanaona huyu mtu ishakuwa kama vile tunda ambayo imeoza itaozesha wengine, ishakuwa tomate mbaya, na hizo tomate mbaya zote kingali nyingi wazifuatilie, wakiwatia jirani wakongomani wataishi na amani, hakuna tatizo. Kila mtu anapaswa rizike kwa mali anayokuwa, hapana kuisha milioni ya wakongomani ili upate hela, ndugu yangu. Bwana Samuel Mayele Clever, ambaye wewe ni msemaji wa uratibu wa wazalendo mkoani Kivu Kusini, tunashukuru kwa muda wako Didas TV na kutakia jioni njema na kila la fanaka kwako, na kwaheri. Shukrani bwana mwalimu.